qu'on va le trouver. Ils ont enlevé Jonathan. Ils vont le tuer. J'ai cru comprendre que t'étais... Bwana, karibu sana kwenye bonge moja la movie la Aka 2023. Hili ni bonge moja la story ambalo limewagusa watu wengi sana, na hivi karibuni wanatoa filamu mpya ya Aka mwendelezo wa pili ambao ni 2026. Bwana, ulimwengu wa siri na wa kutisha uliojaa fitina na kiintelijensia, filamu ya Aka inaanza kwa kutambulisha shujaa wake mkuu ambaye anaitwa Adam Franco. Huyu bwana anaigiza kama mtu ambaye ana ustadi mkubwa sana na star wa filamu za vitendo. Bwana, ambaye ni mwanachama na wakala wa juu kabisa kikosi maalum cha siri cha serikali ya Ufaransa. Bwana, Adam si tu askari wa kawaida, bali ni mashine ya mapambano iliyofunzwa kukabiliana na hali yoyote ile ngumu. Bwana, fanya mauaji ya kimkakati kimya na kuvunja mitandao mikubwa sana ya kiuhalifu bila kuacha alama yoyote nyuma. Bwana, maisha yake yote yamekuwa yakiendeshwa na amri za wakubwa wake na misheni ngumu sana za kijeshi, jambo ambalo linamfanya awe mtu balidi sana na gaidi mwenye kutisha mno, lakini pia ni mwenye nidhamu ya kupindukia na asiye na nafasi ya kuonyesha hisia za kibinadamu au huruma kwa wale waliokulia kama maadui wa watu wengine. Bwana, hata hivyo mabadiliko makubwa ya kisa maisha yake yalianza pale alipopewa misheni mpya na ngumu kuliko zote alizowahi kuzifanya katika maisha yake yote ya kikazi. Bwana, alitakiwa kujipenyekeza na kuwa undercover ndani ya genge hatari na lenye nguvu kubwa linalomilikiwa na kusimamiwa na bosi mkatili anaitwa Victor Pastor, aliyecheza na nyota wa zamani wa mpira wa miguu Eric Carter. Bwana, Victor hakuwa mhalifu wa kawaida wa mitaani, bali alikuwa ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa sana kifedha, kisiasa na mtandao mpana wa magendo, rushwa na ugaidi wa kimataifa uliokuwa ukitishia usalama wa taifa. Bwana, ili Adam aweze kuingia kwenye mzunguko wa ndani wa bosi huyo mkuu, ilimbidi apitie mfululizo wa majaribio magumu sana ya uaminifu na kufanya kazi za chini za genge hilo ili kuondoa mashaka yoyote ya Victor na wafuasi wake. Bwana, katika mchakato huo wa kujipenyekeza ndani ya ngome ya Victor, Adam alifanikiwa kushinda imani ya bosi huyo kupitia uwezo wake wa kumshawishi na mkubwa wa kuhimili mateso. Bwana, uvumilivu wa ajabu wakati wa misukosuko na utayari wake wa kufanya maamuzi magumu bila kusita. Bwana, hatua hii ilimwezesha kuhamia moja kwa moja katika moja ya makazi ya vituo vikuu vya biashara ya genge hilo, ambako alikutana na uso kwa uso na watu wenye hatari waliokuwa wakiendesha shughuli hizo chafu. Hapa ndipo ambapo Adamu alianza kukusanya taarifa za siri za kutosha na kuandika ripoti za siri kwa ajili ya wakuu wake wa serikali. Bwana, na kupata mikakati ya jinsi ya kubomoa mfumo huo wote wa uhalifu ya kutoka ndani bila kugunduliwa na wapelelezi wengine au wasaliti waliokuwa ndani ya mfumo huo. Bwana, licha ya kuwa na lengo moja kuu la kuangamiza genge hilo na kumkamata Victor Pastor, mambo yalianza kuchukua mwelekeo mpya na mgumu kimaadili pale Adam alipokutana na mke na mtoto wa kambo wa bosi huyo. Bwana, hasa zaidi uhusiano wake ulianza kujenga na mtoto mdogo wa kambo wa Victor ambaye alikuwa hana hatia yoyote, lakini alikuwa akiishi katika mazingira hayo ya sumu na ya kutisha iliyomzunguka na silaha na uhalifu wa kila siku. Bwana, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya kuwa kama mashine isiyo na hisia, Adam alianza kujikuta akionyesha upendo wa kipekee na huruma ya dhati kwa mtoto huyo, jambo ambalo lilianza kutikisa msingi wake wa kiakili na kuleta mgogoro mzito sana wa dhamira ndani ya moyo wake kuhusu nani hasa alikuwa upande sahihi. Bwana, mgogoro huu wa kimaadili uliendelea kukua kwa kasi kadri siku zinavyozidi kwenda, na Adam alijikuta akisimama njia panda kati ya kutimiza wajibu wake wa kiserikali wa kuharibu genge hilo bila kujali nani hataumia. Bwana, kulinda usalama wake na wa watu ambao tayari walikuwa wameanza kumwona kama baba au mlinzi wao. Bwana, katika kipindi hiki Victor alizidi kumwamini sana Adam na kumkabidhi majukumu mazito zaidi ya usalama na usimamizi wa shughuli za genge, jambo ambalo lilimweka Adam katika nafasi nzuri sana ya kupata siri zote kubwa, lakini pia likamweka katika hatari kubwa sana ya kugundulika muda wowote ule endapo angefanya kosa dogo tu la kiutendaji au la kihisia. Bwana, hali ya mambo ilizidi kuwa mvutano mkubwa pale ambapo Adam aligundua kuwa genge la Victor alikuwa likifanya shughuli zake kwa kujitegemea tu, bali ilikuwa na miunganisho ya karibu na baadhi ya viongozi wakuu na maafisa wa ngazi za juu
wa serikali na vyombo vya usalama vya Ufaransa, na uvumbuzi huu wa kushangaza ulimfunulia Adamu kweli mchungu kwamba serikali hiyo hiyo iliyomwagiza kwenda kuvunja genge hilo ndiyo ilikuwa ikilinda na kufaidika na baadhi ya biashara haramu za Victor kupitia mifumo ya rushwa na usaliti wa kisiasa. Hali hii ilimaanisha kuwa Adam alikuwa akicheza mchezo wa hatari na ubao wenye miiba pande zote mbili. Upande mmoja ulikuwa na genge lenye silaha lililotaka kumuua kikatili, na upande mwingine alikuwa na wakuu wake wa serikali walikuwa tayari kumwangamiza Adam na kumuua kwenye hilo genge. Bwana, wakati mvutano huo wa ndani na nje ukizidi kupamba moto, mazingira ya kazi ya Adam yaligeuka kuwa uwanja wa vita wa kisaikolojia ambapo alilazimika kutumia akili nyingi sana kuliko hata nguvu za silaha. Alipaswa kuonyesha uaminifu wa uongo wa Victor wakati wote, huku akaendelea kulinda usalama wa mtoto mdogo aliyemwona kama mdogo wake na kuhakikisha kuwa hakuwa na hatia yoyote ya kumwangamiza. Bwana, mambo yalianza kufika pabaya na kupasuka wazi pale ambapo usaliti wa ndani ya serikali ulipojitokeza wazi, na baadhi ya watu waliokuwa wakimsimamia Adam kwenye misheni hiyo waliamua kubadilisha mpango ghafla ili kuficha aibu yao na kulinda maslahi yao binafsi kisiasa na kifedha. Waliamua kuwatumia askari wengine na vikosi vingine vya siri kumaliza kila kitu na kuondoa ushahidi wote uliokuwa unawahusisha na genge hilo la Victor, jambo ambalo lilimweka Adam moja kwa moja kwenye orodha ya watu waliotakiwa kuuawa na serikali yake yenyewe. Hapa ndipo Adam alipogundua kuwa hakuwa tena wakala aliyewakilisha taifa lenye haki, bali alikuwa ni muhanga wa mfumo mchafu uliokuwa tayari kumtupa jalalani mara tu ulipomalizika kumtumia kwa kazi chafu. Bwana, kufuatia usaliti huo wa wazi kutoka kwa wakuu wake, Adam akukata tamaa, bali pia akukimbia, bali alichukua uamuzi mgumu sana na shujaa wa kusimama kidete kupambana na mifumo yote miwili, genge la kihalifu la Victor na mtandao mchafu wa serikali uliokuwa ukiendeshwa na jamaa ama njama za kumuua. Bwana, alitumia uwezo wake wote mkubwa wa kijeshi na mbinu za hali ya juu za ukakamavu wa kukusanya wale wote walikuwa wakiamini kuanza mpango mkakati kamili kujilinda na kulipiza kisasi kwa wale wote waliotaka kumwangamiza yeye na wale aliowapenda. Mapambano yalianza kuchukua sura mpya ambapo Adam hakujali tena maagizo ya kikosi wala sheria za nchi, bali aliongozwa na sheria yake binafsi ya kulinda haki na kuangamiza uovu wote kwa gharama yoyote ile. Bwana, hii ni story kali, bonge moja la story, bonge moja la movie ambalo limekitiwa kule Ufaransa, linaitwa Aka, bonge moja la story. Bwana, kama movie umeweza kuikubali na simulizi imeweza kugusa zaidi, bwana, shusha comments hapo chini kwenye comment section na kuniambia kila ambacho kutouch kwenye hii movie, au sio? Bwana, napenda nikuache nikisema kwamba hii ni Chad the Storyteller. Jina langu naitwa Chad the Best Presenter in Town, Nyama OG, mzee wa movie.